Ugumba ni changamoto inayowakumba wanawake wengi duniani, ingawa mara nyingi husababishwa na matatizo ya homoni au mfumo wa uzazi. Lishe duni ni moja ya sababu kubwa zinazochangia kushuka kwa uwezo wa uzazi bila watu kutambua. Katika siku leo nitakuletea vyakula ambavyo vinaweza vikaboresha mfumo wa uzazi wa mwanamke na kupunguza hatari ya ugumba. Sasa tuanze kuangalia jinsi lishe inavyoathiri uzazi wa mwanamke. Mwili wa mwanamke unahitaji homoni zenye usawa, estrogen na progesterone, mayai yenye ubora, lakini pia mzunguko wa hedhi ulio wa kawaida, mirija ya uzazi yenye afya. Chakula huathiri moja kwa moja uzalishaji wa homoni, ovulation, lakini pia ubora wa mayai na afya ya mfuko wa uzazi. Vyakula muhimu ambavyo vinasaidia kuzuia ugumba. Chakula cha kwanza ni parachichi, yani avocado. Parachichi ni moja ya vyakula bora kwa uzazi kwa sababu lina folate muhimu kwa ukuaji wa yai, lakini pia lina mafuta mazuri, yani yanayosaidia uzalishaji wa homoni, lakini pia huboresha unyumbufu wa kuta za seli za uzazi. Husaidia wanawake wenye hedhi isiyo ya kawaida. Namba 2 ni mayai. Ni chanzo kikuu cha protini na prolini. Husaidia kuimarisha ubora wa mayai ya uzazi. Vitamini D iliyopo husaidia ovulation na kufanya mzunguko uwe wa kawaida. Upungufu wa vitamini D unaweza kupunguza uwezo wa kushika mimba. Namba 3 ni mboga za majani, spinach na mchicha. Spinach zina folic acid muhimu sana kabla ya mimba. Huzuia kasoro za mimba na kuboresha uzalishaji wa seli. Chuma, yani iron, husaidia damu kuwa bora na mfuko wa uzazi kuimarika. Mwanamke anayetaka mimba anatakiwa kula mboga za majani kila siku. Namba 4, samaki wenye mafuta omega 3. Hupatikana kwenye sardine, salmon, lakini pia omega 3 hupunguza uvimbe kwenye mfuko wa uzazi, kuboresha mtiririko wa damu kwenye ovari, lakini pia husaidia homoni kuwa na usawa. Husaidia wanawake wenye magonjwa ya ovari, polycystic ovarian syndrome na hedhi isiyo ya kawaida. Namba 5 ni karanga na mbegu. Zina zinc, selenium na vitamini E. Zinc husaidia uzalishaji wa mayai yenye afya, lakini pia selenium kulinda seli za uzazi zisiharibiki. Vitamini E huimarisha kuta za mfuko wa uzazi. Namba 6 ni matunda yenye vitamini C. Hapa kuna machungwa, embe, papai, strawberry na vitamini C. Huongeza kinga ya mwili, huboresha ubora wa mayai, husaidia usawa wa homoni, pia husaidia kupunguza stress na oxidant kwenye mfuko wa uzazi. Namba 7 ni maziwa na bidhaa za maziwa. Zina calcium na vitamini B. Husaidia misuli ya mfuko wa uzazi kufanya kazi vizuri, lakini pia ovulation kuwa ya kawaida, lakini pia upungufu wa calcium unaweza kuathiri mzunguko wa hedhi. Namba 8, nafaka zisizokobolewa, whole grains. Hapa kuna brown rice, oat na millet. Husaidia kudhibiti sukari mwilini, kupunguza hatari za magonjwa ovari, yani polycystic ovarian syndrome, lakini pia hurekebisha homoni. Namba 9 ni mafuta mazuri na asilia. Mafuta ya zeituni, yani olive oil, lakini pia mafuta ya nazi kwa kiasi. Husaidia kupunguza uvimbe, kuboresha uzalishaji wa homoni za uzazi. Vyakula vinavyopaswa kuepukwa ni pamoja na vyakula vyenye mafuta mengi, hasa trans fats kama chips na fast foods, sukari nyingi na soda, pombe na sigara, vyakula vilivyosindikwa sana, processed foods. Vyakula hivi hupunguza ubora wa mayai na kuvuruga homoni. Mambo muhimu ya kuzingatia ya mtindo wa maisha. Lishe pekee haitoshi. Haya pia ni muhimu. Kwanza ni mazoezi ya kawaida, huboresha mzunguko wa damu na husaidia uzito kuwa wa kawaida. Lakini pia kupunguza stress. Stress huathiri ovulation, lakini pia hupunguza homoni za uzazi. Lakini pia usingizi wa kutosha.
Lala masaa 7 mpaka 8. Homoni huzalishwa wakati wa usingizi. Kudhibiti uzito. Unene kupita kiasi au udogo sana huathiri uzazi. Hitimisho. Afya ya uzazi kwa wanawake inategemea sana lishe bora, mtindo wa maisha na usawa wa homoni. Vyakula vya asili vina uwezo mkubwa wa kusaidia kuboresha ovulation, kuimarisha mayai, lakini pia kurekebisha mzunguko wa hedhi. Hii husaidia kuongeza nafasi ya kushika mimba. Hata hivyo, kama una changamoto ya kushika mimba, basi onana na daktari kwa maelezo zaidi. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki.